Chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali ya awamu ya 6 imeendelea kuweka mazingira bora ya biashara na uwekezaji kwa lengo la kujenga uchumi unaoongozwa na uzalishaji. Serikali imeendelea kuwekeza katika miundombinu muhimu ikiwemo reli ya kisasa SGR, uboreshaji wa bandari, barabara, nishati ya uhakika, miundombinu ya tehama pamoja na maboresho ya sera, sheria na mifumo ya utoaji huduma kwa wawekezaji. Hatua hizi zina lengo la kupunguza gharama za uzalishaji, kuongeza ufanisi wa biashara na kuifanya Tanzania kuwa eneo lenye ushindani wa uwekezaji katika Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Serikali inatambua kuwa sekta binafsi ndio injini ya maendeleo ya uchumi. Serikali inaweka mazingira wezeshi, sekta binafsi inawekeza na wananchi wanapata manufaa kupitia ajira, huduma na fursa za kiuchumi. Tunatambua kuwa sekta ya viwanda ni sekta muhimu sana katika kukuza uchumi wa nchi yetu na kuboresha maisha ya Watanzania. Duniani kote, sekta ya viwanda ndiyo chimbuko la maendeleo ya haraka ya nchi mbalimbali na ni mhimili mkuu wa kutegemewa katika kuongeza thamani ya malighafi, kutoa ajira kwa wananchi, kuongeza mapato ya serikali pamoja na fedha za kigeni, kuongeza na kuboresha teknolojia na hivyo kukuza uchumi na kuondoa umaskini nchini. Ni jambo la kujivunia kuona sekta ya viwanda nchini Tanzania ikiendelea kukua na kuwa nguzo muhimu katika mageuzi ya uchumi wetu. Ukuaji huu unaonyesha mafanikio ya jitihada za serikali katika kuweka mazingira mazuri ya uwekezaji pamoja na mchango mkubwa wa wawekezaji wa ndani na nje ya nchi katika kuongeza uwezo na uzalishaji nchini. Hata hivyo, hatua tuliyofikia inatupa wajibu mpya. Tunataka bidhaa zinazozalishwa Tanzania ziwe na uwezo wa kuingia katika masoko makubwa ya kikanda na kimataifa. Niwapongeze Azania Group, wanafanya vizuri katika eneo hili. Kama serikali, tutaendelea kujiimarisha zaidi katika kuongeza masoko ya bidhaa za viwandani kupitia fursa zinazotokana na Jumuiya ya Afrika Mashariki, Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika na eneo huru la biashara la Afrika. Tunataka chapa ya Made in Tanzania iheshimike katika masoko ya Afrika na dunia. Mabibi na mabwana, wakati mkurugenzi mtendaji anaongea hapa, amesema jambo la faraja sana. Na mimi niseme nimepokea kwa furaha kubwa sana taarifa ya dhamira ya Azania Group ya kuwekeza zaidi ya shilingi trilioni 1.5 katika uchumi wetu. Kwa niaba ya serikali, napenda kuipongeza Azania Group kwa uamuzi huu mkubwa na wa kizalendo. Uwekezaji huu si manufaa kwa kampuni peke yake. Ni uwekezaji katika mustakabali wa taifa letu. Ni uwekezaji katika ajira za vijana. Ni uwekezaji katika wakulima na wazalishaji wa malighafi. Ni uwekezaji katika sekta ya usafirishaji na ugavi. Ni uwekezaji katika mapato ya serikali na ni uwekezaji katika ukuaji wa uchumi wa Tanzania. Kwa kipindi cha miaka 25, Azania Group imeonyesha kuwa uwekezaji wa ndani unaweza kuwa injini muhimu ya ukuaji wa uchumi. Imechangia katika uzalishaji. Azania Group imezalisha ajira nyingi. Imejenga mnyororo wa thamani wa wazalishaji wa ndani. Imeongeza mapato ya serikali kupitia kodi na imekuwa sehemu ya safari ya Tanzania kuelekea uchumi wa viwanda. Kwa niaba ya serikali, tunawapongeza kwa mchango huu mkubwa katika maendeleo ya taifa. Mkurugenzi mtendaji Ahmed wakati anazungumza hapa na nilikuwa naandika, amesema ajira zaidi ya 1600 zimezalishwa na Watanzania zaidi ya milioni 3.5 wameweza kujiajiri kwa bidhaa za Azania na mchango wa Azania Group kwa kuwa miongoni mwa walipa kodi wakubwa. Tunawapongeza na ndio maana kama sekta ya viwanda na biashara tupo hapa kuhakikisha tupo na nyie mkono kwa mkono. Tukiwa na wawekezaji wa Tanzania wanaojitoa kuwekeza katika nchi yao, sisi tulioaminiwa kusimamia sekta hii, kazi yetu ni kuhakikisha tunaweka mazingira wezeshi ya kuendeleza biashara na niwahakikishie tutaendelea kuifanya kazi hiyo kwa weledi mkubwa sana. Waga napenda kusema sisi sio mgambo wa biashara, ni wawezeshaji wa biashara. Tutaendelea kuhimizana ndani ya serikali
ili kupunguza udhibiti usio na tija na kuwa wawezeshaji, ili ndani ya miaka 25 ijayo tuione Tanzania kubwa zaidi ya ilivyo sasa. Miaka 25 katika maisha ya kampuni si kipindi kifupi, ni alama ya maono makubwa, ni ushahidi wa udhabiti, ni kielelezo cha uongozi wenye dira, ni matokeo ya kujitoa, ubunifu na imani kwamba Tanzania inaweza kujenga kampuni kubwa zenye uwezo wa kushindana ndani na nje ya nchi. Pamoja na maadhimisho ya miaka 25 ya Azania Group, kwa namna ya kipekee leo tunasherehekea uwezo wa Mtanzania, tunasherehekea nguvu ya uwekezaji wa ndani, tunasherehekea ubunifu wa wafanyabiashara wetu, na tunasherehekea mchango wa sekta binafsi katika kujenga uchumi wa taifa letu. Azania Group haikuanza na ukubwa iliyokuwa nao leo. Ilianza na wazo, kama alivyosema mdogo wangu Ahmed. Ilianza na ujasiri wa kuona fursa pale ambapo wengine waliona changamoto. Ilianza na imani kwamba Tanzania inaweza kuzalisha bidhaa bora, kuajiri Watanzania na kujenga kampuni yenye ushindani. Kwa kipindi cha miaka 25, Azania Group imeonyesha kuwa uwekezaji wa ndani unaweza kuwa injini muhimu ya ukuaji wa uchumi. Imechangia katika uzalishaji. Azania Group imezalisha ajira nyingi, imejenga mnyororo wa thamani wa wazalishaji wa ndani, imeongeza mapato ya serikali kupitia kodi, na imekuwa sehemu ya safari ya Tanzania kuelekea uchumi wa viwanda. Kwa niaba ya serikali, tunawapongeza kwa mchango huu mkubwa katika maendeleo ya taifa. Mkurugenzi mtendaji Ahmed wakati anazungumza hapa na nilikuwa naandika, amesema ajira zaidi ya 1600 zimezalishwa na Watanzania zaidi ya milioni 3.5 wameweza kujiajiri kwa bidhaa za Azania na mchango wa Azania Group kwa kuwa miongoni mwa walipa kodi wakubwa. Tunawapongeza, na ndio maana kama sekta ya viwanda na biashara tupo hapa kuhakikisha tupo na nyie mkono kwa mkono, tukiwa na wawekezaji wa Tanzania wanaojitoa kuwekeza katika nchi yao. Sisi tulioaminiwa kusimamia sekta hii, kazi yetu ni kuhakikisha tunaweka mazingira wezeshi ya kuendeleza biashara, na niwahakikishie tutaendelea kuifanya kazi hiyo kwa weledi mkubwa sana. Waga napenda kusema sisi sio mgambo wa biashara, ni wawezeshaji wa biashara. Tutaendelea kuhimizana ndani ya serikali ili kupunguza udhibiti usio na tija na kuwa wawezeshaji, ili ndani ya miaka 25 ijayo tuione Tanzania kubwa zaidi ya ilivyo sasa. Mabibi na mabwana, chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali ya awamu ya 6 imeendelea kuweka mazingira bora ya biashara na uwekezaji kwa lengo la kujenga uchumi unaoongozwa na uzalishaji. Serikali imeendelea kuwekeza katika miundombinu muhimu ikiwemo reli ya kisasa SGR, uboreshaji wa bandari, barabara, nishati ya uhakika, miundombinu ya tehama pamoja na maboresho ya sera, sheria na mifumo ya utoaji huduma kwa wawekezaji. Hatua hizi zina lengo la kupunguza gharama za uzalishaji, kuongeza ufanisi wa biashara na kuifanya Tanzania kuwa eneo lenye ushindani wa uwekezaji katika Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Serikali inatambua kuwa sekta binafsi ndio injini ya maendeleo ya uchumi. Serikali inaweka mazingira wezeshi, sekta binafsi inawekeza, na wananchi wanapata manufaa kupitia ajira, huduma na fursa za kiuchumi. Tunatambua kuwa sekta ya viwanda ni sekta muhimu sana katika kukuza uchumi wa nchi yetu na kuboresha maisha ya Watanzania. Duniani kote, sekta ya viwanda ndiyo chimbuko la maendeleo ya haraka ya nchi mbalimbali na ni mhimili mkuu wa kutegemewa katika kuongeza thamani ya malighafi, kutoa ajira kwa wananchi, kuongeza mapato ya serikali pamoja na fedha za kigeni, kuongeza na kuboresha teknolojia na hivyo kukuza uchumi na kuondoa umaskini nchini. Ni jambo la kujivunia kuona sekta ya viwanda nchini Tanzania ikiendelea kukua na kuwa nguzo muhimu katika mageuzi ya uchumi wetu. Ukuaji huu unaonyesha mafanikio ya jitihada za serikali katika kuweka mazingira mazuri ya uwekezaji pamoja na mchango mkubwa wa wawekezaji wa ndani na nje ya nchi katika kuongeza uwezo na uzalishaji nchini.
Hata hivyo, hatua tuliyofikia inatupa wajibu mpya. Tunataka bidhaa zinazozalishwa Tanzania ziwe na uwezo wa kuingia katika masoko makubwa ya kikanda na kimataifa. Niwapongeze Azania Group, wanafanya vizuri katika eneo hili. Kama serikali, tutaendelea kujiimarisha zaidi katika kuongeza masoko ya bidhaa za viwandani kupitia fursa zinazotokana na Jumuiya ya Afrika Mashariki, Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika na Eneo Huru la Biashara la Afrika. Tunataka chapa ya Made in Tanzania iheshimike katika masoko ya Afrika na dunia. Mabibi na mabwana, wakati mkurugenzi mtendaji anaongea hapa, amesema jambo la faraja sana. Na mimi niseme, nimepokea kwa furaha kubwa sana taarifa ya dhamira ya Azania Group ya kuwekeza zaidi ya shilingi trilioni 1.5 katika uchumi wetu. Kwa niaba ya serikali, napenda kuipongeza Azania Group kwa uamuzi huu mkubwa na wa kizalendo. Uwekezaji huu si manufaa kwa kampuni peke yake, ni uwekezaji katika mustakabali wa taifa letu, ni uwekezaji katika ajira za vijana, ni uwekezaji katika wakulima na wazalishaji wa malighafi, ni uwekezaji katika sekta ya usafirishaji na ugavi, ni uwekezaji katika mapato ya serikali na ni uwekezaji katika ukuaji wa uchumi wa Tanzania. Miaka 25 ya biashara, niwapongeze sana ndugu zangu wa Azania ambao kwa kweli hamchoki kuendelea kuwekeza. Tunawashukuru sana kwa dhamira yenu ya dhati. Niwapongeze sana wafanyakazi wote wa Azania Group ambao mimi naamini ni sehemu muhimu ya mafanikio. Jipigieni makofi mengi sana. Niendelee kuwaomba mfanye kazi kwa bidii ili tuone miaka 25 mingine yenye mafanikio zaidi ya sasa. Nishukuru sana uongozi wa mkoa wa Dar es Salaam wakiongozwa na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na wakuu wa wilaya wote kwa namna ambavyo mnaendelea kuibeba na kuilea sekta ya viwanda na biashara. Na ndio maana mnawaona wote wako hapa leo. Tuwapigie makofi mengi sana ndugu zangu. Kwa hiyo sisi tunawashukuru sana kwa namna ambavyo mnathamini na kuitetea sekta hii ya uwekezaji nchini. Naomba kutoa rai kwa wawekezaji wengine wa ndani kuendelea kuwekeza katika uzalishaji wenye tija na kuongeza thamani ya rasilimali zetu. Tunawatakia heri Azania Group ili miaka 25 ijayo iwe safari ya ukuaji mkubwa zaidi, iwe safari ya ubunifu zaidi, iwe safari ya ushindani zaidi, iwe safari ya kujenga Tanzania yenye viwanda vya kisasa na uchumi imara. Kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nawapongeza kwa mara nyingine tena Azania Group kwa mafanikio haya makubwa na kwa mchango wenu katika maendeleo ya taifa. Tunawatakia mafanikio makubwa zaidi. Kwa maneno hayo, ninayo sasa heshima kubwa sana kutangaza kuwa maadhimisho ya jubilei ya miaka 25 ya Azania Group nimeyafungua rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza.